Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ndugu zanguni katika imani, tumekutana hapa pamoja na mashekhe, viongozi mbalimbali hapa nyumbani kwa lengo la kumuombea dua ndugu yetu kipenzi, rafiki yetu ambaye ametoka kutuacha, kutangulia katika maisha ya barza, ni Sheikh Abdurrashid Jumanne Matala ambao kwa sasa ni marehemu. Tumekusanyika hapa kwa lengo la kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu ampatie daraja kubwa huko endako, na Mwenyezi Mungu pia amsamee madhaifu yake. Hatutokuwa na mengi zaidi ya kutoa sadaka kidogo ambayo tulikusudia kutoa kwa ajili yake, pamoja na mashekhe kuzungumza 1, 2, 3 kwa lengo la kutupatia hamasa na kutusogeza tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja mauti. Kwa hakuna chakula bora ambao ni nzuri zaidi inaweza kutusaidia kutusogeza tuwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya mawaidha. Wapo mashekhe, tutawakaribisha. Sheikh Hussein atazungumza kwa kutupatia usia, hivyo pamoja na shekhe wetu Sheikh Al-Matrud, na yeye pia atakuja kumalizia mawaidha ambao ni chakula chetu cha moyo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa muallimina wa qudwatina wa mustafana Muhammad bin Abdillahi wa alihi wa sahbihi ghurril mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Naam, ikhwani fil iman, hayakumullah, sakumut tayyibin, jazakumullahu khair. Wafaqana Allahu jami'a ila manahiji sadad wa hadana ila sabilir rushd, innahu waliyu dhalika wa qadirun alayhi. Amma ba'd, ndugu zangu vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awali ya yote, kwa masikitiko makubwa na majonzi ya nafsi, tunaridhia kwa mioyo yetu kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuondokewa na kupatwa na mtihani wa kufiwa na ndugu yetu katika imani. Wengine ni rafiki yetu, wengine ni mwalimu wetu na ni mshirika katika mambo ya dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe kwa kuridhia kadari yake, lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kumuombea dua ndugu yetu, kwa sababu huu ndio udugu na ndio urafiki mwema ambao umesalia baada ya mtu kufa, na ndio mahusiano yenye kuendelea kati ya maiti na mtu aliyekuwa hai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika namna ya kuumba kwake ulimwengu, kuna mambo ambayo ameamua kwa maamuzi yake ya hikma, na akajalia kwamba haya mambo yatakuwa ni yenye kuwatokea waja wake wote bila kujali madaraja yao, bila kujali nafasi zao, rangi zao au hadhi zao. Moja katika hayo mambo ni mauti. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kilicho katika mgongo huu wa ardhi na katika ulimwengu usiokuwa ardhini hapa, midhali ni kiumbe, basi lazima tu kitatoweka na ataendelea kusalia yeye Mwenyezi Mungu alwarith albaqi. Kini sanjali na maneno hayo, Ka'ab bin Zuhair rahimahullah anasema katika maneno yake mazuri,
anasema kwamba kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alati hadba'i mahmud fa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam annaka mahmulu ba'daha au ba'daha mahmul, kwamba kullu ibn untha, kila ambaye kazaliwa na mwanamke, wa in talat salamatuhu, hata kama umri wake utalepeka namna gani, yauman ala alati hadba'i mahmul, basi ajue kwamba siku moja juu ya kifaa au chombo chenye miguu minne atakuja kubebwa siku moja. Aidha hamalta ila alquburi janaza, ikitokea leo umelibeba kwenye mabega yako kuelekea makaburini kwa ajili ya kuzika jeneza, faalam, basi ujue kwamba annaka mahmulu ba'daha, kwamba na wewe siku moja baada ya hilo huenda ukafuata wewe. Kwa hiyo haya maneno ya Ka'b bin Zuhair yanakwenda sambamba na aya za Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallim. Kwa hiyo sisi alhamdulillah tumetekeleza kile ambacho ni haki ya ndugu yetu juu letu, kumwombea dua kwa kuwa alikuwa Muislamu, na Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Na wale ambao waliokufa kisha wakawaacha wenzao katika maisha ya duniani, basi walikuja wale wenzao na wakasema, Mwenyezi Mungu, wasamehe wale ambao wametutangulia sisi katika imani na wameshamaliza maisha yao ya hapa duniani, wala usijalie vifundo katika nafsi zetu baada ya wao kufa. Mwenyezi Mungu tusamehe, hakika wewe ni msamehevu na mwenye huruma. Kwa hiyo alhamdulillah walillahi alminna, tumetekeleza haki hiyo na tunataraji kwa Mwenyezi Mungu thawabu. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitighaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sisi tunamtawakkal na kumtegemea Allah kwamba atatulipa kwa hili, lakini hapa tunaonesha pia mapenzi kwa ndugu yetu, sababu ziko hadithi ambazo zinazungumza. Sayyidina Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema, kapokea maneno anasema, innal mayyita fi qabrihi kalghariqi almutaghawith, maiti anapokuwa kaburini, kwa kuwa hana uwezo wa kufanya yeye kama yeye jambo, basi anakuwa ni kama mfamaji, anasubiri pengine atokee mtu pembeni wa kuweza kumuokoa. Ndio kama maisha aliyofikia ndugu yetu, maisha ya barzakh, maisha kati ya dunia na akhera, ndio yuko. Kwa hiyo hana la kutaraji isipokuwa ni dua zetu na sadaka ambazo tutazitoa kwa nafsi zetu kwa ajili yake. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tukumbuke kwamba ndugu yetu huyu amekufa, si kwamba alikuwa na makosa makubwa Mwenyezi Mungu kamuondoa, au pengine alikuwa ni wali wa Allah mtukufu, kwamba Mwenyezi Mungu kampenda zaidi kulikoni sisi basi kamchukua, la, bali ni kwa sababu hiyo ni kadari na ndiyo imeandikwa hivyo kwamba tutafaliki. Basi tujiandae na sisi kwamba baada yake yeye huenda tukafuata sisi, huenda kesho kutwa. Mwenyezi Mungu ndo ameshikilia funguo za siri ya kujua ni muda gani mtu ataondoka katika maisha. Kwa sababu ni karata hii tunaicheza, basi kila mmoja utumie vizuri muda wake na itumie vizuri nafasi ya ujana na umri aliyopewa, kwa sababu hii ni neema. Hii ni neema ya uhai na tutaulizwa katika hizi neema. Thumma la tusalunna yawmaidhin 'anil na'im, mtaulizwa kunako hiyo neema. Moja katika neema ndio hii ya uhai, kwamba tumeitumia namna gani. Khudh li hayatika li mautik, kwamba chukua fursa ambayo inapatikana kwenye maisha yako kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya baada ya wewe kufa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa maneno hayo machache tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemwombea ndugu yetu dua na tumejihusia sisi katika nafsi zetu kuendelea kutayarisha maisha ya akhera kwa kutenda matendo mema na kuyaepuka yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, na kuendelea kuwa na mioyo hii ya kuendelea kuweka mapenzi hata kwa ndugu zetu baada ya wao kufa. Wafaqana Allahu jamia ila huna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. Baada ya kumuhimidi Allahu Jalla waala na kumtakia rahman amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupo na majonzi ya kutosha kabisa kuhusiana na ndugu yetu al-akhu Abdul Rashid ambaye leo amekuwa marehemu. Alikuwa kama sisi, lakini Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Muda wake umefika, na sisi pia tuna nyakati zetu. Nyakati zetu pia zikifika, basi lazima tuondoke hapa duniani. Nitakacho kuhusieni pamoja na mimi ni kumcha sana Allahu Tabaraka wa Taala. Hamna maisha yalokuwa mazuri baada ya kufa kama maisha ya uchamungu. Kama uliishi hali ya uchamungu hapa duniani, basi matunda yake utayapata zaidi kwa Allahu Jalla waala. Turudi kwa Allahu Tabaraka wa Taala. Na Mwenyezi Mungu ametupenda sana sisi waja wake kwa kule kutufungulia mlango wa toba. Allah alijua kwamba hamna wakamilifu katika wanaadam, bali mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Perfect is God. Mungu peke yake ndiye mkamilifu, ama sisi binadamu hamna aliyekamilika. Wa min rahmatillahi ta'ala biibadihi an fataha lahum baba taubati wal inaba. Moja kati ya huruma za Mwenyezi Mungu kwa wajawe ni kuwafungulia mlango wa kutubia kwake na wa kumrejea Allahu Tabaraka wa Taala. Huu ni huruma wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake, kwa kule Allahu Tabaraka wa Taala kutufungulia milango ya kumrejea yeye. Basi kitendo hichi kinaonesha namna gani Mwenyezi Mungu anavyokuwa na huruma zaidi kwa sisi waja wake. Kwa hivyo midhari upo hai, bado hujafariki, hujaondoka kwa Mwenyezi Mungu, hujarejea kwa Allah, basi ni juu yako kurejea kwa Allahu Jalla waala. Tubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muda wako ukifika, pata kujua mambo yako yote yatasimama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda sana waja wake ambao wanamrejea yeye. Ukimrejea Mwenyezi Mungu, basi Allah atakupokea kwa mikono miwili. Na usipomrejea Allahu Tabaraka wa Taala, ukawarejea wasokuwa yeye Allah, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hayupo tayari kukupokea kwa mikono miwili, bali Mwenyezi Mungu atakubwaga. Allahu Jalla wa Ala amesema: innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Hakika wale wote ambao wamefanya kiburi, wakaacha kuniomba mimi Allah, wakaacha kumuomba Mwenyezi Mungu, wakaenda kuwaomba asiyekuwa Allah, watu kama hawa sayadkhuluna jahannama dakhirina, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Wallahu yafrahu bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi. Mwenyezi Mungu anafurahi sana, anakuwa ni mwenye furaha kweli kabisa, yani furaha kubwa pale anapomuona mja wake anamrejea. Unaporejea kwa Mwenyezi Mungu, watubu kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu anafurahia zaidi kitendo hicho. Kwa hivyo nakuhusieni katika hili, tuishi maisha ya uchamungu. Dunia maisha yake ni mafupi, na kila mtu atarejea kwa Mola wake. Tunamwasi Mwenyezi Mungu kila kukicha, na mbora miongoni mwa wale wanaomwasi Allah ni wale wenye kujikuta baada ya kumwasi Allah wakawa wametubia na kumrejea yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hawa ndio waloko wabora zaidi. Mtume alayhi salatu wasalama asema, neema hizi mbili watu wengi wanadanganyika nazo, na wengi wamo katika mughafala kutokana na hizi neema mbili, asihhatu wal faragh, ni afya na muda. Unapokuwa na afya, jitahidi sana kufanya ibada na kumrejea Mwenyezi Mungu kwa kutubia. Unapokuwa na muda, jitahidi sana kuuchunga muda wako katika kumtii Allahu Tabaraka wa Taala. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, pateni kujua kila pale inapoondoka siku yako, basi uondoka na baadhi
ya masiku yako. Kwa hivyo tumche sana Mwenyezi Mungu. Ndugu yetu amefariki leo kwake, kesho kwa mwingine. Kwa hivyo hujui unakufa lini, unaondoka lini duniani. Kwa hivyo insha Allahu taala Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ampokee ndugu yetu, amsahalishie, amfanyie wepesi huko endako, kwa sababu mapito hayo ni mapito ya kila mwanadamu. Na la mwisho, Allahu tabaraka wa taala awabarik na awape subira zaidi ndugu zake, ndugu wa marehemu al-akhu Abdul Rashid. Allah awape subira kwamba wapate kujua ma asaba min musibatin illa biidhnillah, msiba haupatikani, hautokei msiba isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wapate kujua kwamba ni kadari ya Allah, amekufa kwa kadari ya Mwenyezi Mungu. Allah alimpangia hivyo. Kwa hivyo wasiwe na papara, wasilete mambo mengi sana katika msiba wa ndugu yetu. Ndugu yetu amefariki na alompangia msiba ni Allah tabaraka wa taala. Biliktisari hadha huwa, dumtum salimuna, jazakumullahu khairan, wa ahsanallahu ilaykum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi amara bi taqwa'in quluban lil muttaqin wa ja'ala taqwa'in sabal najati wal akhirin faman rama fadha al falaha wa radiba fi salam wa naja'a falayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka rehma na amani zimwendee kipenzi chetu nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, hatuna mengi ya kuzungumza isipokuwa ni kuwasilisha kumaliza kwa dua yetu ya kumwombea dua marehemu wetu, shekhe wetu aliyetangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu aipokee roho yake na iweke sehemu salama. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa wale wote ambao wamekuja kupoteza muda wao kuhudhuria na sisi katika mchango mdogo wa dua ambao tumewasilisha kwa ndugu yetu aliyetangulia mbele ya haki. Tunasema asanteni sana, tuko pamoja na nyie. Mwenyezi Mungu awajalie mrudi salama na mfanye mambo yenu kwa usalama wa nyumbani kwenu. Kwa hiyo hatuna mengi ya kuzungumza isipokuwa tunatoa shukrani ya kumaliza dua yetu kuwasilisha siku ya leo, ambao marehemu wote wametimiza siku 3 akiwa ndani ya udongo. Kwa hiyo wala huna wa adha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, ala alihi wa sahbihi wa man tabirina swailina wa imidi. Ama baada, matondo mingi epa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awa tutelemi apo na kolakisa douleur otuzana ngona kati ya mtema touti ko bungisa ndiko na biso Sheikh Abdul Rashid auti ko tika biso kasi ngone tusenge pa nzambe azwa mulimo na kimia oyo elubami na Qur'ani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Touti biso na mabele, biso nyoso na mabele tokozonga kana mabele. Donc ya mtu ya ezaka ke nde tosangani ali sanga to sambela pona ndeko na biso oyo auti kotika biso, nzambe a yambae na kimia nyoso epa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mingi ya koloba ezate ezaka kapasi na mutema me to ebika ke biso nyoso nzela biso nyoso yangoka wana touta mabele tozonga kana mabele. Donc na mukuse ezaka koloba ke nzambe merci pona oyo euti ko salema po biso nyoso tozaka na nzela. Mashallah, shukran.